أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العلي العظيم. Katika utangulizi wa darasa lililopita au maingilio ya suratu Yasin, tulizungumzia mingi yanayohusu sura kama hini kwa jumla, na mwisho tukabaini ule mpangilio ambao kwamba tutaufuatilia katika kuifasiri suratu Yasin, kwa sababu sura kama hini ni ndefu, na tukafikia kwenye maelewano kwamba tutaigawanya juzu 6. Juzu ya kwanza bila ya kurudia tulena tutaanza kutoka mwanzo aya ya kwanza mpaka tusikilie kwenye neno la Mwenyezi Mungu: inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yani kutoka aya ya kwanza mpaka 12 ndio tutakuwa na kifungu cha kwanza cha suratu Yasin. Aya hizi 12 ambao ndio juzu ya kwanza kutoka Yasin mpaka aya ya 12 kwazungumziwa mada moja, ingawa ina pande mbalimbali. Kwa ufupi, tukitaka kuipa ina mada kama hini, ni utumi ndio unaozungumzwa hapa, masala ya utumi. Kwaweza kuingia masala ya wahi, kwaweza kuingia masala ya Qur'ani, kwaweza kuingia masala ya malengo ya kuteremshwa zitabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yote hayayatoka kwenye unwani ya utumi, kwa sababu tukizungumza utumi twazungumza mitumi, tukizungumza utumi twazungumza wahi, tukizungumza utumi twazungumza Qur'ani au zitabu za mbinguni. Kwa hivyo haya ndiyo yanayozungumzwa katika aya hizi 12 au juzu ya kwanza ya Yasin kwa maelewano tulioelewana. Baada ya kuzungumza utumi aya hizi 12 na dalili za kuthibitisha utumi, pia zimekuja kubaini mapokeo au sampuli ya ule utumi wa Mtume Muhammad na Qur'ani na wahi ulivyopokewa na jamii ya Maka, na ndivyo itakavyokuendelea ila yaumil qiyama. Kuna wale waliomkubali na wakamfuata, kuna na wale ambao kwamba hawakumkubali na wakampinga, na pia zaelezea sababu zilizowafanya hawa wapinge na hawa wakubali. Haya kwa ufupi ndiyo mazungumzo tutakao kuyafafanua kwa urefu katika aya hizi 12. Tukianza na aya ya kwanza ya suratu Yasin, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia Yasin. Hiki ndio kipande cha kwanza.
na ndio sura hii imeamkuliwa kwa ina la aya hii ya kwanza. Yasin tukitaka kuifasiri tabidi tuwe na pumzi ndefu za kupiga mbizi, ingawa mazungumzo nitakao kuyazungumza katika kuifasiri aya kama hii katika darasa hizi za tafsiri si mageni, ingawa wengi wenu hawakuweko. Kama nilivyoelezea wiki iliyopita nyuma, tulianza kitabu karibu miaka 4 au 5, tukafasiri suratul Fatiha, tukafasiri suratul Baqara, na nafikiri kitu cha kusikitisha ni kwamba hatukuzirekodi darasa kama zile, kwa hivyo itabidi turudie baadhi ya zitu. Wakati tulipokuwa tukifasiri Alif Lam Mim, yalikuwa ya mazungumzo haya ambayo kwamba leo itabidi tuyarudie kwa upana zaidi kuhusu Yasin, na nafikiri itakuwa mara hii kio imerekodiwa, itakuwa ndio darasa ya kutufaa. Hatutorudia tena wakati tukipambana tena na kina Hamim au kina Kaf Ha Ya Ain Sad au Alif Lam Ra na mfano wa zitu kama hizi. Tukitaka kuifasiri Yasini itabidi tutague mmoja katika mielekeo miwili imezotukuliwa na wanazuoni wa tafsiri. Mwelekeo wa kwanza ni ule mwelekeo wa kundi la mufassirina wanaodai kwamba Yasin ni hurufun muqatta'a. Taeleza kwa urefu nini maana hurufu muqatta'a. Yani ni kama Alif Lam Mim, ni kama Alif Lam Ra, ni kama Sad, ni kama Nun, ni kama Qaf. Yani ni harufu ambazo kwamba haziundi neno. Hunu ni mwelekeo huko. Kwa mwelekeo hunu kuna rai nyingi katika kuzifasiri hizi harufu. Upande wa kwanza. Upande wa pili kuna kundi la wanatafsiri wanaonena kwamba Yasin haiko kwenye mfano wa Alif Lam Mim. Si harufu hizi, si ya na sin, bali ni neno kamili hili. Ni kilma kamili na kina maana yake. Kwa hivyo haya ni mielekeo iko. Je, Yasin ni katika harufu zisounda neno au Yasin ni neno? Ikiwa Yasin yani ni ye mbali na sini mbali, ni kama kunena Alif Lamu Mimu, ndio ile Alif La Mim, kama vile unaponena KBC. Kwa hivyo kila harufu si neno kamili lile la harufu tatu, bali kila harufu iko mbali na nyingine. Hii itabidi tutafute kwa kusudiwa nini. Kuna rai zaidi ya 20. Tukitukua mwelekeo wa pili kwamba la si harufu ni neno, Yasin ni kama kunena Ali, ni kama kunena Muhammad, ni neno limeungwa na hizi harufu, sio ye mbali wala sini mbali. Ni neno gani? Una rai nyingi pia, ni neno gani? Sasa hii mielekeo miwili itabidi sisi tuingie mmoja baada ya mmoja. Kwanza tutaanza na ile fikra inenayo kwamba Yasin ni kama Alif Lam Mim, ni kama Qaf, ni kama Sad, yani ni al-huruful muqatta'a, harufu ambazo kwamba ziko mbali mbali, haziundi neno. Hunu ni mwelekeo ambao tutaanza nao. Na mwelekeo hunu kama anavonena mmoja katika wafasiri akiwa ni Sheikh Muhammad Jawad Mughniya. Nafikiri na siku hizi wengi wetu wamuyua kisoma tafsiri ya Kiswahili imezotolewa na Sheikh Hassan Mwalupa ambayo ameitarjam, tumeipata, yaitwa Tafsirul Kashif. Ni ya mwandishi ni Sheikh Muhammad Jawad Mughniya. Ziko library za Kiswahili, imetoka juzi ya kwanza. Huyu katika tafsiri yake hili Al-Kashif anena mufassirina wingi wamekwenda kwenye mwelekeo hunu, yani wakidai kwamba Yasini ni harufu zilioko mbali mbali ambazo kwamba haziundi neno. Lakini Yasini hini iliyoko hapa si kila Yasini iliyoko kwenye nini Qur'ani.
Kwa sababu tuna aya nyingine sisi inayotuambia salamun ala ali Yasin, sio? Salamun ala ali Yasin, Yasini inayozungumzwa pale sio Yasini inayozungumzwa hapa. Yasini inayozungumzwa pale ni ina miongoni mwa ina ya mitumi, naye anayekusudiwa pale ni Ilyas, ni Nabii Allah Ilyas. Kwa hivyo salamun ala ali Yasin, yani salamun ala ali Ilyas. Kwa hivyo Yasini ile pale ni neno, si harufu. Lakini Yasini hii iliyoko kwenye suratu Yasin ni harufu kama alif lam mim na mambo mengineyo. Ni nini huruful muqatta'a? Kabla ya kuingia kuzifasiri, tuko katika mwelekeo wa kwanza, napenda tuiwe namna kuzipanga hizi zitu. Huruful muqatta'a kama inavyofahamika kwenye ina hili ni zile harufu ambazo kwamba haziundi neno, au kwa ibara nyingine ni hizi alfubete te mpaka ye ambazo kwamba sisi twaziua. Hizi zaitwa ni alhuruful muqatta'a. Harufu hizi zintumiwa na Qur'ani katika baadhi ya sura ambazo kwamba takriban ni sura 29 zimeanza na aya zake kwa maneno sampuli, yani kwa harufu hizi. Mara nyingine yaanza kwa harufu moja tu, kama ukenda katika qaf au nun wal qalami wama yasturun, utaona ni moja tu, nun qaf sad. Mara nyingine Mwenyezi Mungu azitumia mbili, aanza na harufu mbili, kama mfano wa sura yetu hii ni ya sin, ye na sini, au ta ha ni toe na he. Mara nyingine zatumika tatu, kama mfano wa suratul Baqara, alif lam mim, ni harufu tatu, wanena alif lam mim, yani alifu lamu mimu. Au alif lam ra, ni alifu lamu na ra, harufu tatu. Na mara nyingine utazipata ni harufu tano Mwenyezi Mungu amezitumia katika kuandia sura, kama mfano ha mim ain sin qaf, yani kuna ha mim ain sin qaf, harufu tano. Au kaf ha ya ain sad, pia ni harufu ngapi? Tano. Kwa hivyo kutoka namba 1 mpaka namba 5 Mwenyezi Mungu ametumia sampuli hizi katika kuzianda sura fulani za Qur'ani. Haya ni mageni kwa Qur'ani. Hakukutangulia kitabu chochote, kiwe ni cha mbinguni, ikiwa ni Taurati, ikiwa ni Injili, ikiwa ni Zaburi, wala kitabu cha ardhini kimezotungwa na wanadamu. Kabla ya Qur'ani hakuyawahi kutokea kitabu chochote kutumia mitindo sampuli hii ya kutunga. Kwa hivyo hili lilikuwa ni jambo la kwanza, na ni katika sifa za kipekee za Qur'ani katika kuzitumia hizi harufu sampuli hii. Hili ni jambo muhimu tuliyue. Ingawa yeo mimi nazungumza kabla ya Qur'ani, ingawa yeo kwatumika zitu sampuli hili, nazungumza kabla ya Qur'ani hakukuwahi kutumiwa harufu sampuli hili. Pili, harufu hizi zilipoteremka, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizisoma mbele ya wanaomuamini na wasiomuamini. Wale alokuwa akiwasomea walikuwa ni Waarabu mno, na walikuwa ni watu wenye kuelewa mno lugha ya Kiarabu. Bali jamii ile iliyoteremshiwa harufu hizi ilikuwa ndiyo jamii imesikilia kwenye kilele katika mambo ya fasihi na mambo ya balagha na mambo ya lugha ya Kiarabu, na zikasomwa mbele yao harufu kama hizi. Hakukupatikana
si katika waliomuamini wala waliompinga aliyetokea akakosoa utumiaji hunu wa hizi harufu. Ni muhimu sana hizi zitu tuzielewe. Hakukupatikana wala tarikhi haikuturikodia. Hakuna ukisoma katika zitabu za tarikhi kuhusu Qur'ani yoyote aliyosimama katika wapinzani au katika wanaomuunga mtumi aliyosimama akatia aibu Qur'ani kwa kutumia zitu sampuli namna hii. Kiasi au kipindi ambacho kwamba Makureishi walikuwa watafuta kila aina ya silaha ya kuikosoa Qur'ani na kummaliza bwana mtumi sallallahu alayhi wa sallam. Jambo ambalo la tupasisi natija au kadhia kwamba wale waliozungumziwa wakati ule walifahamu kwa zungumzwa nini, ingawa sisi wote waweza kupata tabu kutafuta nini makusudi ya Mwenyezi Mungu wakati akinena alif lam mim. Sisi tuweza kupata tabu hiyo, lakini yafahamisha kwamba wale waliozungumziwa na wafahamu lugha ya Kiarabu zaidi hawakuwa na mushkili huno. Lau walikuwa nao wangekosoa, lau wangekuwa nao wangefanya nini? Wangeuliza na kulinyamawa kimya. Hizi ni zitu muhimu ambazo kwamba zataka zifahamike. Tukiweza kufahamu zitu kama hizi, sasa tutajiuliza suala ambalo kwamba ni muhimu kuhusu hizi alhuruful muqatta'a. Tuko katika mwelekeo wa kwanza. Nini makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu harufu hizi? Alikuwa amaanisha nini? Na sasa hatutotafuta Yasini peke yake, tutazizungumza sura 29 ambazo kwamba zote zimeanda na harufu sampuli hili. Nini cha kusudiwa? Baadhi ya wanazuoni kama al-Allamatu Tabatabai asema wanazuoni wa tafsiri wamekhtalifiana kiasi kikubwa sana. Kuna khilafu kubwa sana katika kubaini makusudio ya Mwenyezi Mungu wakati anapotumia harufu kama hizi. Mpaka baadhi ya wanazuoni wamezifikisha kauli 11. Yaani kuna rai 11 kuhusu nini makusudio ya hizi harufu. Wengine wanena zimefikishwa 20. Na mpaka sasa hakujadhihiri tafsiri ambayo kwamba tuweza kukata 100% kwamba hii ndio inaokusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine elimu ikiendelea zaidi, teknolojia kama tutakavyokuona rai mpya zimezozuka, yaweza kusaidia kiasi kikubwa kubaini nini makusudio ya Mwenyezi Mungu kuhusu harufu hizi. Kauli ni nyingi, lakini kulingana na wakati na subra yenu katika kuwaona kusikiza, nitajaribu kuzitaya rai 12 na naweza kuzipunguza au kuzikamilisha kulingana na vile mapokezi yatakapokuwa kwenu nyinyi wasikilizaji, na kiwa hamutochokeshwa na mambo kama haya. Rai ya kwanza yanena hizi alhuruful muqatta'a, nafikiri tutaelewana nikinena kwa Kiarabu nini alhuruful muqatta'a, ni katika mutashabihat. Ni katika mutashabihat. Nini maana ya mutashabihat? Mutashabihati ni zile aya ambazo kwamba hazielewi maana yake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio maana ya mutashabihat. Kama Qur'ani yenyewe ilivyojigawanya, kama aya inayotwambia kwamba kuna muhkamatun wa ukhra mutashabihat, kwamba kuna aya zaitwa ni aya muhkama, kuna na aya zaitwa ni aya mutashabiha. Aya muhkama ni zile aya ambazo kwamba sisi wanadamu twazielewa zazungumza nini. Aya mutashabiha ni zile aya ambazo huneno mara nyingi Allahu wa rasuluhu a'lam, yani hakuna la ya'lamu ta'wilaha illa Allah warasikhuna fil ilm.
hakuna anaozijua tafsiri yake na maelezo yake isipokuwa ni Mungu na wale walodudumia katika elimu. Na walodudumia katika elimu kuna khilafu ni nani? Wengine hunena ni mitumi, wengine hunena ni maimamu maasumina, wengine hunena ni wanazuoni pia, wengine hurudisha pale pale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni rai. Tukiwa rai ni hivi ni kufunga ukurasa tukaenda tukatafuta aya ya mbele. Yani tukaingia wal Qur'anil Hakim, kwa sababu tutakuwa tunene Yasin, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtumi wake ndio ayuwao, kwa sababu hizi ni katika mutashabihati ambazo la ya'lamu ta'wilaha illa Allah. Lakini al-alamatu Tabatabai amekataa kwamba harufu hizi zaingia kwenye chawanyo kiamkuli wacho ni mutashabihati, kwa dalili kwamba ukirudia maana ya tashabu, sitaki kuingia sana kwenye zitu za kielimu, na maana ya ihkam ni sifa za aya, si sifa za harufu. Harufu haiambiwi ni mutashabi. Katika ulumi za Qur'ani wanazuoni wote wakubaliana kwamba harufu moja alif huwezi kuinena ni nini? Ni mutashabi. Kwa sababu mutashabi ni wakati kunapokuwa na maneno yanao uwezekano kufahamika maana yake ukanena hayafahamiki maana yake, na neno ndio lenye maana, harufu haina maana. Kwa hivyo huwezi kuzitukua harufu ukazipa sifa ya nini? Ya mutashabi, au ukazipa sifa ya nini? Ya muhkam. Haya utakuwa umekitia kitu sipo mahala pake. Kwa hivyo mapema sana rai kama hini tutaiwata. Tutakwenda kwenye rai ya pili. Rai ya pili yanena kwamba harufu hizi alif lam mim ni maina ya sura, ni maina yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amezipa sura, kila sura inaoanza na hizi harufu ndiyo ina la hiyo sura. Kwa hivyo suratul Baqara ina lake ni nini? Ni alif lam mim. Nyingine kama ile suratu Maryam ni kaf ha ya ain sad. Kwa hivyo usitafute maana, haya ni maina, na ina kila mtu namna atakao, maadamu ukiwa wewe ndio ulounda kile kitu, waweza kukiunda ukakipa ina lile utakalo. Kwa hivyo ikiwa wewe uliunda chama, uliunda chombo, uliunda jumuiya, uliunda kamati, ukatoa ina lako ukaipa ile kamati, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadhi ya sura alizoziteremsha amezipa maina sampuli hii. Kwa hivyo usitafute tafsiri. Alif lam mim yani ina la hili suratul Baqara. Kaf ha ya ain sad yani ina la suratu Maryam. Yasin yani ina la hii sura ambayo kwamba sisi pia tuyamkua ni Yasin. Hii rai pia kiasi fulani haikubaliki kwa baadhi, kwa sababu lau ilikuwa alif lam mim ni ina la suratul Baqara, yamaanisha kwamba alif lam mim si katika sura, kwa sababu kuna ina na kuna chenye kupoa ina.
na siku zote ina ni tofauti na kile chenye kupoa ina. Ikiwa suratul Baqara yote yaamkuliwa alif lam mim, haiwezi kuwa alif lam mim ni sehemu katika suratul Baqara. Ingelibidi haya maina yatolewe mbali. Duka wakati tukinena duka twamaanisha zile kuta 4, marasa na zile zombo zilioko ndani, ina lake huwa mkuliwa duka. Lakini neno lenyewe duka si sehemu katika nini, katika yale marasa wala katika zile kuta 4, liko nde ya kile kinachoamkuliwa. Kwa hivyo ikiwa alif lam mim ni ina la ile sura, itakuwa si aya katika zile sura, na hii iko kinyume. Bali sisi tunajua alif lam mim ndio aya ya kwanza na Yasini ndio aya ya kwanza. Itakuwaje haya yawe ni maina ya hizi sura? Huyo alopinga rai kama hili ametoa dalili hiyo, lakini ni kitu cha kustaajabisha kwa kuzungumza maneno kama haya, kwa sababu sisi tumeona sura nyingi za Qur'ani maina yake hutolewa ndani ya aya. Tini, Zaituni, zile Bakara imetolewa kwenye kiswa cha Bakara. Na hii masala ya kuweta mambo ya maduka na ina la duka, haya ni mambo kama katiti ya kupotezana. Masala ya kukipa ina kitu waweza kukipa namna utakao, usipoteze wakati mrefu kwa vitu kama hizi. 3, wengine wamenena kwamba hizi harufu ni ina au ni maina ya Qur'ani nzima, sio maina ya sura. Alif lam mim ni ina la Qur'ani yote, msahafu mzima. Yasin ni ina la msahafu mzima. Ni kama rai iliyotangulia. Tofauti ni kwamba wale wanena ni maina ya sura, hawa wanena ni maina ya Qur'ani mzima. 4, nazipita mbio. Wengine wadai kwamba hizi harufu ni maina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila harufu ni ina. Mfano ukitukua alif lam mim, alif yani ana, na lam ni Allah, na mim ni al-alim. Kwa hivyo ukinena alif lam mim wanena ana Allahul alim, yani hamza imetoka kwenye ana na lamu imetoka kwenye Allah na mimu imetoka kwenye ilmu, pia iko mimu pale. Kwa hivyo kila harufu ukizipata wewe zitafutie uziumbe maina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza kutia ana Allahul alim au ana Allahu ara, naona, ni basiru, pia kuna be, ni sadi, utatafuta ina liandalo kwa nini? Kwa sadi. Hizi ni rai ziko. Wengine wanena kwamba la, hizi ni ishara za sheria zipoa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zipoa zake anazowapa mwanadamu, na umri wa wanadamu, na riziki za mwanadamu. Na lau kwa hisabu ya namba ya harufu ataketi mtu aelewao namna ya kuzipiga hisabu zake, waweza kupata mpaka umri wa ulimwengu kwa kupitia harufu kama hizi. Kama nilivyowaambia juma lililopita kwamba hizi harufu zote zimepoa namba. Kuna abjad, hawaz, huti. Alif ina namba 1, be ina 2, jimu ina 3, dali ina 4, he ina 5 mpaka mwisho. Kuna zenye 100, kuna zenye 200. Sasa ukiweza kuzikusanya hizi harufu na ukazifanyia hisabu, zinaweza kukupa umri wa ulimwengu wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu abaini zitu kama hizi katika harufu hizi. Wengine wamenena harufu hizi zote zamaanisha harufu za Kiarabu, kwa sababu tukitukua kila lugha ina harufu zake, ikiwa ina maandishi yake. Ukienda kwenye Kiingereza utakuta kuna ABCD mpaka mwisho usikilize. Ukija katika lugha ya Kiarabu, soma chuoni, kitu cha kwanza tukisoma alfu, be, te, jimu mpaka ye. Wewe ukitaka kuzizungumza zile harufu 28 za Kiarabu, ukitaka kuzizungumza
Hutosha wewe ukimwambia mtu wewe huyasoma alfube, wewe huyasoma alfube. Wakati unaponena wewe huyasoma alfube, haimaanishi kwamba wewe wakusudia harufu ngapi? 2 au 3. Ya kusudia wewe huyasoma harufu 28 za Kiarabu, lakini umetosheka na kunena alfube kumaliza harufu zote nyingine. Hata katika Kizungu unamwambia wewe unataka urudi usomesho tena ABCD. Yani ABCD wakusudia mpaka wapi? Mpaka Z. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anaponena alif lam mim, yani akusudia kutuambia sisi hizi harufu 28. Wakati anaponena alif lam ra, yani akusudia kutuambia sisi harufu ngapi? 28 za Kiarabu. Kuna nini? Waweza kuuliza swala. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambia alfube? Penda mwa makini hapa. Kwa nini anena alfube? Yani akusudia harufu 28. Kwa sababu ukizitamali sura 29 zinazoanza na hizi harufu, utapata kwamba 26 katika hizi 29 zinteremka Maka. 3 peke yake zimeteremka wapi? Madina. Na hizi 3 ziloteremka Madina, 2 zimeteremka mwanzo wa kuguria mtume Madina. Moja ndiyo imeteremka kwa kuchelewa. Sura hizi 29 pamoja na 3 ziloteremka Madina, 2 zimeteremka katika kipindi Madina hakitofautiani na Maka. Mwanzo wa kuguria mtume Madina, bado watu wa Madina wataka kujengwa kiuislamu kama watu wa Maka. Moja iliyochelewa na nafikiri ni suratul Ra'd, iliteremka wakati mtume apambana na wanafiki na apambana na Mayahudi. Kwa hivyo tuweza kunena kwamba sura 29 zote hizi zinteremka katika wakati wa mapambano, wakati wa challenge. Challenge hii ilikuwa ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitisha utumi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Challenge hii ilikuwa yataka kuthibitishwa Qur'ani kwamba si maneno ya nani? Ya mtume, ni maneno ya kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Challenge hii ni pale wakati Mwenyezi Mungu awaambia wale wapinzani, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, mkiwa munashaka kwa haya tulomteremshia mja wetu, yani mtume, kwa hivyo eteni yenu. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anapowaambia Makuraish au watu wa Madina mando au munafikina na Mayahudi katika Madina alfube, awaambia kwamba Qur'ani hii ambao mimi na challenge bloki zake, simiti yake, toka yake, mai yake sikuziteremsha kutoka mbinguni, ni zombo ambazo kwamba ziko kwenye mikono yenu. Kama pale wewe unapokuwa fundi ukajenga nyumba na mtu akakwambia ni nyumba gani, ukamwambia simiti hini, majiwe haya, mtanga hunu, mai haya, kwa hivyo ikiwa waweza jenga kama nilivyojenga mimi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipokuwa awa challenge Makuraish, eteni Qur'ani kama huyu ni mrongo kama hini, aliwaambia kwamba pia mada za kuanzia hazikutoka mbinguni ili mutajitetea, tutatungaie majiwe hakuna, zitambara hakuna, zerehani hakuna. Kwa hivyo akawa awaambia alfube, hizi harufu 28 ndio zimezitumia mimi, mmetumia hizi, nimeileta Qur'ani ambazo ziko chini ya mikono yenu, na nyinyi zitumieni hizi harufu 28 kuweta Qur'ani kama hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipokuwa akinena alif lam mim au alif lam ra au kaf ha ya ain sad, yani kwa ibara nyingine, nyinyi mnaopinga Qur'ani, mada ninazozitumia kuitunga Qur'ani ni hizi harufu mnazozitumia nyinyi, kwa hivyo eteni Qur'ani kama hii. Na ndio
Said Jaafar Murtadha al-Amili katika kuitilia nguvu rai hili anena, ukizitamali harufu hizi utaziona mara nyingi sura zinaoanza na harufu hizi baada yake mubashara huya masala kuhusu Qur'ani. Mara nyingi, sio mara zote. Utakuta alif lam mim dhalika alkitab, hiyo Qur'ani. Alif lam mim tilka ayatu, utakuta ashiria hizo aya za Qur'ani. Kadha wal Qur'an, kama utakuta Yasin wal Qur'anil Hakim, utazipata mara nyingi karibu sura zote isipokuwa 2 katika 29 au 3, kukimalizika hurufu muqatta'a huanza kuzungumzwa Qur'ani na huanza kushiriwa hiyo Qur'ani, hizo aya, hayo maneno ya Mwenyezi Mungu, huo wahi. Kwa hivyo huo umetungwa kwa harufu hizi, na nyinyi ikiwa munao uwezo tungani kwa harufu kama hizi. Kwa hivyo rai kama hili itakuwa yaelezea kwamba ni masala ya tahaddi, yani ya challenge. Wakati wale wanaopinga Qur'ani waambiwa sasa, nyinyi toani Qur'ani kama hili. Wako walionena maneno mengine yasiokuwa haya pia. Nimeanza kuzifupisha kwa sababu naona katiti zitakuwa ya kudangamanisha zitu kama hizi. Al-Allama Tabatabai mwenye tafsirul Mizan, yeye akataa yote haya yaliyozungumzwa. Anena hizi ni rumuz, ni signs baina ya Mungu na mtumi basi. Na hii hata mimi na wewe tuweza kuwafikiana tukaweka signs fulani, tukaweza kuzungumza mimi na wewe, watu wengine wasielewe. Hata yeo kuna baadhi ya ulumi kama hisabu, mathematics, jabri, utakuta badala ya lugha na namba hizi tuziwazo sisi 1 2 3, kuna signs zimewekwa fulani, mujarrad wa kuchorwa. Wale wataalamu wa zile elimu huwa wakifahamu moja kwa moja hapa kwa zungumzwa nini. Ni lugha ya signs ambayo yao yatumika sana kwenye elimu za kisasa. Kwa hivyo al-Allama Tabatabai anena hizi ni rumuz, ni sign baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zaelezea mambo ambayo kwamba yako juu la fikra zetu sisi ambao kwamba si mitume, ambao kwamba hatuwezi kuyafahamu mambo kama haya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipokuwa ana ujumbe wa mhusu mtumi si wetu, kwa hivyo aliweka lugha hii yeye na bwana mtumi sallallahu alayhi wa sallam kuelewana katika lugha hizi, na ni mambo sisi hayatuhusu kiasi fulani. Kisha kutilia nguvu mawazo yake haya, akaja akataja mambo kadhaa akiwaomba wasomaji wayatie katika mazingatio. Asema kwamba mtu yoyote mwenye kuketi kwa makini akazitukua hizi sura 29 zinazoanza na harufu muqatta'a, atapata mambo haya. Kwanza atapata kwamba sura kama hizi zashirikiana katika mazungumzo yake, yaliyomo ndani kuna kushirikiana kiasi kikubwa. Sura zenye mimu katika hizi harufu, kila zenye mimu ya aziamkuwa ni mimat, zote zenye mimu kama hamim, tasim, mim, ukazitukua zenye mimu zote aziamkuwa mimat, utazipata zazungumza topic sampuli moja katika Qur'ani. Ukizitukua fawasin zenye sini na nuni, utazipata zazungumza topic moja mara nyingi. Ukizitukua hawamim, zile hamim, utazipata zazungumza topic moja mara nyingi. Natija
ni kwamba zina mshabaha kiasi kikubwa katika mazungumzo yanayozungumzwa ndani. Pili, zitu kama hizi ukizifuata utaziona kila yenye harufu nyingi, ni mambo ya kihisabu asili yatawachokesha. Ukitukua mathalan alif lam mim yenye harufu tatu, ukiipata harufu yenye mimu peke yake utaipata alif lam mim imekusanya yenye mimu, mazungumzo yaliyoko kwenye mimu na mazungumzo yaliyoko kwenye lamu na mazungumzo yaliyoko kwenye alif. Kila yenye harufu nyingi mwanzo ya kusanya sura zote zenye harufu moja moja katika zile sura nyingi, waweza kuzifupisha zote ukaziona ziko pale ndani. Haya ukiyafuatilia yataka umakinifu katika kuyasoma. Ukirudi utapata natija kwamba kuna hikma ya Mwenyezi Mungu katika sura hizi, na kuna mambo ambayo kwamba kwa akili zetu hatuwezi kuyafikia. Ni sharuti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtumi wake ndio wanaoelewana katika lugha kama hizi. Hii ni rai ya al-alamatu Tabatabai. Wengine wamenena ni kiapo kama watini, Mwenyezi Mungu ameapa kwa tini, walaili Mwenyezi Mungu ameapa kwa usiku, washamsi Mwenyezi Mungu ameapa kwa jua, wanena na alif lam mim Mwenyezi Mungu ameapa kwa harufu. Kwa hizi alfube ameapa nazo, kama alivyoapa kwa jua, kwa mtana, kwa usiku, kwa matunda, kwa miti. Kwa hivyo ameapa kwa harufu. Katika darasa za Ramadhani nilielezea kwamba kitu kinachoapiwa wakati unapoapa, kile unachokiapia ni lazima kiwe ni kitu kitukufu kwa itikadi yako wewe unaoapa. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa alfubete te jimu mpaka ye, harufu hizi zina utukufu gani mpaka zikastahiki kuapiwa? Ikiwa tutachukua tafsiri ya nini ya kiapo, bila shaka zina utukufu kiasi kikubwa sana, kwa sababu ustaarabu wote ulioko ulimwenguni, utamaduni wote, maendeleo yote yaliyoko ulimwenguni, lau si hizi harufu tungalikuweko nyuma kwa maelfu ya miaka. Harufu na lugha zina dauri kubwa katika kuwasilisha watu, katika kubadilishana watu fikra. Nimewahi kuyazungumza mimi katika baadhi ya darasa mambo kama haya. Faradhia, wewe fikiria, hudhurisha katika akili yako, kama leo kulikuwa hakuna lugha, kama leo kulikuwa hakuna kuandika, vipi mimi ningegurisha haya yaliyoko kwenye akili yangu kukupa wewe? Na vipi wewe ungegurisha hayo yaliyoko kwenye akili yako kunipa mimi? Kwa ibara fupi, vipi tungewasiliana kifikra? Yeo ingelikuwa ukitaka kumwambia mtu tepu, ingelibidi umwambie ngoja uingie ndani uangate tepu umuoneshe mpaka aweze kujua kwamba wewe wataka kumwambia nini tepu, kwa sababu ingelikuwa hakuna tamko la nini la tepu, hakuna lugha. Sasa je, liwapo jabali? Sasa je, iwapo bahari? Je, iwapo ni ardhi? Je, uwapo ni mwezi? Unao nafasi ya kuuangata kuweta mbea mato au uone? Sasa utakuja kuona lugha ile dauri inaoteza katika maisha ya mwanadamu katika kugurisha fikra, kisha uone na hati zinapokuja kutumiwa katika kutunga na kuandika na kuwasilisha mawazo ya watu. Utakuja kuona umuhimu wa hizi harufu 28 au lugha nyingine ni zaidi. Kuna lugha nyingine zaweza kusikilia mpaka 300. Kila lugha ina idadi fulani ya harufu. Kwa utukufu huno na kwa kazi hii ya hizi harufu, ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliapa kwa harufu kama hizi. Kwa hivyo Yasin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
aapa. Alif lam mim ni kiapo, aapa kwa hizi harufu. Hizi ni rai kwa ufupi na nimezikata kuhusu mwelekeo wa kwanza, tukitukua Yasin kwamba ni kama alif lam mim, ni kama alif lam ra, na mengine nimeyawata tuweze kuyashika, fadhali kichache kuliko mingi ambayo yatatudangamanisha. Twende katika mwelekeo wa pili unaodai kwamba Yasin haitiwi kwenye grupu za kina alif lam mim, haiko kamwe kwenye masala ya hurufu muqatta. Haya ni maneno. Hapa kuna rai tatu peke yake. Kuna watu wamenena Yasin ni ina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Na ziko hadithi ambazo kwamba za saidia rai kama hili. Mathalan hadithi aliyopokewa al-Imam Sadiq alayhi salam anena Yasin ismu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasin ni ina la bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi nyingine amepokewa al-Imam al-Baqir alayhi salam anena inna li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam khamsata asma'i fil Qur'an. Mtume wa Mwenyezi Mungu ana maina matano katika Qur'an: Muhammad wa Ahmad wa Abdullah wa Yasin wa Nun. Anena kwamba haya ni maina matano ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vile vile al-Imam Ali alayhi salam amepokewa akinena kwamba sama Allahu ta'ala an-nabiyya fil Qur'an bi sab'ati asma'. Mwenyezi Mungu amempa maina Mtume Muhammad katika Qur'ani maina saba: Muhammad wa Ahmad wa Taha wa Yasin wal Muzammil wal Mudaththir wa Abdullah. Kwamba haya maina saba ni maina ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo wakati tukinena Yasin, yani ni kama tukinena Muhammad au Ahmad, anayekusudiwa ni bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rai ya pili yanena Yasin katika lugha ya Kiarabu yamaanisha sayyidul bashar, bwana wa viumbe. Vile vile itakuwa akusudiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wengine rai ya tatu wamenena Yasin